Mzangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani, si mwingine bali ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali ya yote ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mara nyingi tumekuwa tukisema hatukuumbwa sisi wanadamu. Lengo na hekima ya kuumbwa sisi wanadamu ni pale Mwenyezi Mungu aliposema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu anatangaza, anasema lengo na hekima ya kuumbwa sisi pamoja na majini ni kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, naamini kwa kila yule ambaye anajua nafasi yake mpaka leo ama muda huu ikawa yu hapa, anaelewa kuwa Mwenyezi Mungu amemuumba kwa lipi. Mwenyezi Mungu tujalie tudumu katika haya mpaka pale uhai utakapotutoka. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya hutuba yetu ya leo, anwani ya hutuba yetu ya leo ni kama ifuatavyo: ulifanyalo lifikirie kabla ya kulitenda, likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Ulifanyalo kabla ya kulitenda fikiria, likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Hiyo ndio anwani yetu ya leo. Sasa naomba tusafiri sote kwenye safari hii ili tufike katika sehemu tunayoikusudia. Ndugu zangu Waislamu, nitachukua kipande cha maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema, idha aradta an taf'ala shay'an fatadabbar aqibatahu fa in kana khayran faf'alhu, katika riwaya nyingine fa in kana khayran famdi ilayhi. Mwisho wa kunukuu kipande hiki. Maana ya kipande hiki, anasema ulifanyalo kabla ya kulifanya lifikirie, likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Tumemaliza kunukuu, tusafirini sasa. Hapa ndipo hutuba itakapoishia hapa. Ndugu zangu Waislamu, wakati mtume anayazungumza maneno haya alikuwa anaongea na masahaba, ni binadamu kama mimi na wewe. Wakati anawaambia, aina maana ya kuwa ni wale, kanuni ya kisheria inasema al-ibra bi'umumi lafdhi la bikhususi sababi. Sote tunaingia pale. Sasa kama sote tunaingia, tendeni na safari hii ya kipande hiki. Na jambo la kwanza kabla ya kuingia, kwa sababu dini yetu ya Kiislamu, sheria zetu za Kiislamu, matendo yetu ya Kiislamu
yametawaliwa na ubobezi na ujuzi wa lugha ya Kiarabu ili kuiendea Qur'ani, kuiendea hadithi, ijmaa na qiyas. Lazima lugha ya hawa ijulikanike. Kwa nini Mtume alisema idha alafu ikaja irada? Vijana mpo, mashehe mpo, acha tuongee kwanza kidogo hapa. Tunaongea haya si maana ya kujionyesha, hapana. Moja ya mambo mawili, kuijua ibara kinagaubaga ili tuko tunakuelekea tujue tunachokielekea ni kipi. Lakini la pili, tashjiri ya watu wasome ili tupate kuijua dini yetu. Aliposema idha ni dharfu, na dharfu hii wanasema dharfu limastaqbala min az-zamani. Hii idha. Sasa kuna idh na kuna idha. Inapokuja idha mara nyingi inaambatana na ma. Ile ma inayokuja inakueleza ikija inafundisha taakidi, na inapoondosha inabaki maana ya ma kwa ujumla wa neno baada yake. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema idha zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzala sio kitu cha kawaida. Sasa Mwenyezi Mungu anachukua attention yetu ya akili kwenda kulisikia hilo na kulipokea. Unalipokea vipi? Ndio maana mwanadamu katika mazingira ya kawaida hajawahi kuona zilzala likitokea tetemeko kila mmoja na haha na kuhangaika, sio asili. Sasa hili ni tetemeko la dunia, ile itakalokuja sikio Mwenyezi Mungu akasema idha. Sasa na hapa anasema idha aradta, pale utakapokulifanya jambo bado hujalifanya, pale unapotaka kulifanya, hebu liangalie mara mbili mara tatu, lina kheri kwangu ama lina kheri kwangu? Kama lina kheri lifanye, kama lina shari liache. Ilipoondosha ile maa ikabaki idha, inafanya kazi mbili. Ya kwanza niliyoisema, ya pili inakuja kama ni adatu sharti, na inapokuja kama adatu sharti mbele lazima ije fee yenye kuambatana na jumla hii ili isafiri na akili yako. Ndio maana kuna kasema idha aradta an taf'ala shay'an fatadabbar. Hii ndio jawabu ya sharti, ikambatana fa'u ataqibiyya. Pale tu unapotaka kuifanya, kabla kwanza nenda kwenye akili. Hapa amecheza na vitu vingi. Mwanadamu mara nyingi matendo mengi utaka kuyafanya bila kuzingatia mwisho ya yale, hatimaye anajuta ama hatimaye hajuti. Kinachomsukuma kabla ya kufanya na kutaka kufanya, baada ya kuliandaa inakwenda kwenye akili. Sasa akili ya mwanadamu imegawanyika sehemu mbili. Wasomi mpo, wanasema kuna natural intelligence na kuna artificial intelligence. Lakini moja katika hizo mbili imebebwa na msukumo wa ubongo wa mwanadamu, ambaye tunasema tuna muqaddimatul mukhi na mutawassitatul mukhi na mutaakhiratul mukhi. Kuna ubongo wa mbele, wa kati na wa nyuma. Ubongo wa mbele unafanya kazi kwa mwanadamu kwa 95%. Ndio maana baadhi ya wanasayansi wakasema ubongo wa mwanadamu wa mbele ndio akili, lakini si kweli. Akili ni akili na ubongo ni ubongo. Kama wewe hujakwenda shule, bado akili yako inaweza kukusaidia kwenye jambo. Unaona huu ni moto, bila kwenda darasani ukaugundua moto, yatosha akili ikakwambia huu ni moto, usipeleke mkono wako. Pale utakapopeleka mkono tutashangaa, tutakutoa akili, hauna akili. Ama ilikuwa kuwaje mpaka ukachukua mkono wako ukautia kwenye moto?
Na pale unapotaka kuyafanya majambo kwa akili hiyo, basi tafakari kwanza. Nadhani bado hatujaelewa. Mwanadamu tumegawanyika sehemu nyingi. Mfano mdogo, leo jambazi anapotaka kwenda kuiba, ama mwizi anapotaka kwenda kuiba, ujipanga na kujiandaa. Kinachoingia akilini mwake, anajua ninakwenda lazima nitafanikiwa, na ninachokusudia nitakipata na nitakichukua na kuondoka. Sasa Mtume anatuambia unapotaka kuifanya jambo, zingatia kwanza, tafakari kwanza, likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Mwizi anaiba ili ni la shari, lakini yeye kwake anaona lina faida. Pamoja na akili anazo, anajua hili ninakwenda kuiba lakini kwangu kuna faida. Hapa kuna mambo mawili, pamoja na akili yake na faida yake, lakini yawezekana upande mwingine amefeli na akili yake ikawa bado haijamsaidia. Kwenye kuiba kuna mambo mawili. Moja, umefanikiwa. Ikiwa umefanikiwa, lengo lako limetimia na utasema nimefanikiwa na utafurahi. Lakini wakati umefanikiwa, umeiba, umefanikiwa na furahi, akili yako bado haijafikiria ulichofanikiwa kwa njia ya wizi. Je, na Mwenyezi Mungu kwake umefanikiwa? Pamoja kuwa umepata, umekufa kwenye hali hiyo, bado dhima kwa Mungu ipo na utakuwa na cha kujibu mbele ya Mungu. Ulidhulumu mali ya watu ambao si halali yako. Wewe unaona umefanikiwa, lakini kwa Mwenyezi Mungu bado una ya kujibu. Kwa hiyo bado hujafanikiwa, lakini akili yako inaona imefanikiwa. Sasa hii si akili salama. Lakini upande wa pili, umekwenda umefanya ulichokifanya, umefeli, lakini wewe ukizingatia ukajua nitakwenda kwa sababu nina silaha, nitaiba, nitachukua, nitakwenda. Imetokea umefeli programu yako hiyo. Kinachotokea upande wa pili ni nini? Kinachotokea upande wa pili, umekamatwa ni mwizi. Kila mmoja atafanya anachokijua bila kuzingatia stahiki zingine zozote. Aidha unaweza ukachoma moto, unaweza ukakata mapanga, unaweza ukafanya mambo mabaya ambayo haya yalipasa kabla ya kutenda ufikirie unachokitenda ni kipi. Ndugu zangu Waislamu, wakati Mtume anatuambia unapotaka kuifanya jambo tafakari, hii anwani ni pana mno, inagusa kila sekta. Hata wewe unatoka nyumbani unakwenda kusali, fikiria ninakwenda kusali kwa sababu gani? Mwisho ibada yangu itakuwa nini? Lakini pamoja na taaluma ndogo tulizokuwa nazo, pamoja na elimu tulizokuwa nazo, yawezekana tunafeli, lakini yawezekana tunafanikiwa bila kujua lengo na hekima na busara ya swala na yeswali. Wengi tunajua kuswali, ukija kama hivyo umeinama, umeinuka, ukiondoka umemaliza, pepo ni ya kwako, tena huna mushkeli. Kaa tafakari, nakwenda kuswali lengo lake nini? Ukielewa kweli, ukiswali swala utaipa nafasi yake. Lakini inawezekana wewe unaswali na lengo lake hilo la swala, lakini bado unaiba, bado unazini, bado unasengenya, bado unayafanya mabaya pamoja na swala yako, yaonyesha kuwa bado hujatafakari ukaielewa thamani ya swala kwako inataka nini na ina faida gani kwako. Wewe unaswali ili mradi twende. Ndugu zangu Waislamu, imefika mahala lazima Waislamu tutafakari na kuelewa kwenye majambo yetu. Yawezekana vijana, ama hata sio vijana, hata watu wazima, tunaweza tukaingia kwenye jambo sio letu, kwa sababu damu inachemka, unajiona una nguvu, basi na wewe unakwenda. Aliyekuwa na silaha wewe unajiwe,
usitake kushindana naye. Ndugu zangu Waislamu, tunayazungumza haya jamii ipate kuelewa na kufahamu. Kila jambo lina maslahi kwako, kama halina maslahi liache. Lakini pia inawezekana likawa na maslahi kwako, tafakuri yako ikawa fupi, mwisho wa tendo hilo si hapa, kwa Mwenyezi Mungu pia ikawa halina faida kwako. Sio kila ulifanyao lina kheri kwako, lazima uzingatie hili lina faida gani kwangu, basi unakwenda kulifanya. Kama halina faida liache. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia kule kwenye Qur'ani, akasema wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil. Anawapia wakati anawapia wakati huu, akaja akamjumuisha mwanadamu, ambaye mwanadamu huyu ni mimi na wewe. Akasema innal insana lafi khusri, tena akasema inna adatu tawkid. Faida gani ya kuja adatu tawkid? Aliyekuwa anaamua maneno haya ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apate kuifikishia jamii kwa Mwenyezi Mungu anasema 1 2 3, lakini Mwenyezi Mungu akaanza na msisitizo, wanasema insistence, akasema innal insana tawkid. Aliyepokea Qur'ani Muhammad Rasulullah anashaka juu ya Qur'an? Hapana. Kwa nini aseme hakika? Inapokuja taukidi ina moja maana tatu: tanzilu khali manzilata ishaqi mutaraddid, tanzilu mutaraddid manzilata al-munkiru, na tanzilu khali, kana kwamba mtume alikuwa na wasiwasi. Kumuondosha wasiwasi kwa ibara ya mbele, akaanza na insistence taukidi, akasema hakika mwanadamu yumo ndani ya hasara. Sasa ukiishi hapo wote tumeangamia. Akasema illa alladhina amanu, wale walioamini Mwenyezi Mungu. Sasa tuangalie wale walioamini Mwenyezi Mungu, wana alama kichwani? Wana alama kwenye nyuso zao? Hapana. Tunapita hapa kwa sababu sio anwani yetu. Wa amilu as-salihat, wameamini lakini pia wakafanya mema. Madhali kuna imani alafu kuna matendo. Anwani inasema kila ulitendalo tafakari kabla ya kulifanya, likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Imani imekuja kuambatanishwa na matendo. Kama wewe una imani ya dhati, tendo lako litakuwa lina fikra. Muumini siku zote alifanya iliyokuwa baya. Ukiambiwa ingia kadha wa kadha utakataa, kwa sababu halina faida kwako. Hatimaye unaweza ukafa, watu wakalalama na kupiga kelele, ulioniendea halina faida kwako. Lazima ukae chini utafakari, kama lina faida lifanye, kama lina faida kwako liache. Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Usifate kengele inayogongwa bila kujua wapi unaelekea. Lakini mwisho wa haya akasema tawasaw bil haqq, wakawa wanahusiana haki. Ilipotajwa neno haki, nyuma ya haki kuna al-amnu na kuna al-amal, alafu ikaja al-haq. Angalia hiyo Waislamu, sijui kama mnanielewa, lakini nadhani mnanielewa. Nashindwa kufungua kwa sababu kila mmoja ana akili. Ifike mahala na akili yako ifanye kazi. Sio uambie mlango unasema hapana, ni dirisha. Kama ni dirisha liwe dirisha, lakini kama ni mlango ni mlango. Sio lazima uende chuo ukasome kujua ni mlango. Kuna ile artificial intelligence na kuna natural intelligence inafanya kazi, haihitaji darasa.
kufikiria jambo, angalia kwanza. Na ndio maana wanasema think before you act. If you want to do something, never ever to do it without thinking. Fikiria kwanza. Alafu isitoshe, tuna viongozi wetu katika kila sekta, katika kila taasisi. Jambo la kheri lazima Waislamu wataambiwa, jambo la shari Waislamu lazima wataambiwa. Lakini sio kila jambo unakwenda kwa kufuata maji, ufuata mkondo, hatimaye unakuja unaumia. Kila ulifanyalo tafakari kwanza kabla ya kutenda. Neno haki haitamki mdomoni. Kwa sababu gani? Utamko mdomoni, lakini ndaniwe kuna kitu kinaitwa mudharaba au musharaka. Unapotaka haki iliyoambatana na neno al-amnu, neno al-amalu, ili yote haya yamekuja kwa kitenzi, ndaniwe kuna musharaka. Sasa hapa ni pafungue nisifungue. Ndugu zangu Waislamu, acha nipaache. Kikubwa na cha msingi, tunasema kila jambo lifanyalo tafakari kwanza kabla ya kulifanya. Likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Kijana wa leo, mzee wa leo, mtu mzima wa leo, aliposema Mtume, idha aradta an taf'ala shay'an fatadabbar au fata'ammal aqibatahu fa in kana khayran faf'alhu au famdi ilayhi wa in kana sharran fatruku. Ulishajawahi kujiuliza hata siku moja, kwa nini ninakula ugali? Kwa nini ninakula chakula? Mwisho wa swali lako ni nini? Unakula kujenga mwili? Unakula upate kuishi? Unakula upate nguvu? Unakula upate kukimbia? Unakula upate kufanya ibada? Unakula upate kadha wa kadha? Kila mmoja ana wake. Ushawahi kujiuliza? Lakini haya yote ni matendo tuyafanyayo. Yupo mwingine anakula chakula hiki, nguvu ile anakwenda kuitumia vibaya. Nitakupa mfano. Leo anatokea mtu mmoja amemtongoza mwanamke. Anapoanza kumtongoza, anatumia akili ya kumshawishi kwa maneno mazuri. Anakataliwa, analazimisha, anakwenda kwa nguvu kubwa. Akiona anakataliwa zaidi, atatumia nguvu ya hela. Tayari hapa anatumia akili yake, lakini pia anatumia kipato chake alichokuwa nacho kwa kumshawishi yule lazima amkubalie. Wakati anatumia akili yake kulifanya hili, pia kutumia akili yake, mwisho wa tendo hili nitapata nini? Kuna shari gani? Kuna kheri gani? Ikiwa anaelekea, ikifika mahala kwenda kulifanya hili, yule aliyemkubalia lazima watakwenda mahala watafute roho ili kwenda kulifanya hili. Ile roho si bure, inahitaji hela. Lakini wabitali, huyu aliyekuja atakwambia nina njaa nataka nile, anahitaji hela. Wabitali akimaliza hayo miyafanyayo anahitaji hela. Hebu angalia mrongo huu. Lakini nitaka utafakari mwisho haya inakuwaje. Hela yako mwenyewe, akili yako mwenyewe, nguvu zako mwenyewe, fedha yako mwenyewe, mwisho ya yote, mwisho unachokipata na dhambi juu unaandikiwa. Lakini anayetoka hapa, anatoka najisifia, 1 2 3 leo achana naye. Lakini mwisho wake wewe ni nini kwenye hili?
kila tulifanyalo tutafakari mwisho wake nini. Lakini mwanadamu anaangalia kwa sababu anataka kulifanya ile, anaona ni starehe tu. Lakini starehe kwako inaweza ikawa nakama, unaweza ukapata maradhi. Ili pia nalo kuliangalia. Acha dhambi. Lakini wakati unakula kile chakula unasema kabisa nipate nguvu ya kulifanya hili. Bila nguvu huwezi ukalifanya hilo. Chakula chako umetoa hela kutengeneza mwili wako ili upate kulifanya hili. Sasa sisi tunayekula, kula ni tendo. Wakati unakula ulishawahi kutafakari unakula ili weje? Kama kula ni kujenga mwili, wapo watu hospitalini wamekaa na siku 5-6 hawajala chakula na bado wanaishi. Sasa kula ni kujenga mwili ama kula ni kufanya nini? Ikiwa kula ni kuishi, maana yake huyu aliyeko hospitali ajala angekufa kwa sababu ajala, lakini anakaa siku 3-4-5 ajala na bado yupo. Kwa maana hiyo kula sio kuishi. Yawezekana ukala na ukafa, na yawezekana mtu asile na akaishi. Kula ni nini? Yapasa ukae huo na tafakari. Haya majambo tunayoambizana, aliyezungumza Mtume kazungumza kwenye nyanja ya juu sana. Ukikaa ukitafakari, wallahi unaweza ukatunga kitabu kikubwa sana. Kwa neno idha aradta bas. Na ndio maana akasema neno irada, kwa sababu ni kutaka wala si kulazimishwa. Na irada imekuja ukienda katika masala ya aqida. Kuna iradatu al-kauniyya na kuna iradatu al-mashiiyya. Sitaki niende huko sana, muda wetu ni mdogo. Lakini huyu ni mwanadamu anayefanya. Siku zote tunayafanya majambo bila kujua, lakini kwa sababu ni ya kwetu tunayafanya bila kuzingatia. Tunakumbushwa, tunaambiwa tulitakapo kulifanya jambo lazima tuzingatie mwisho wake. Likiwa na kheri lifanye, likiwa na shari liache. Sio kila jambo madhali yako basi ulifanye, lazima kwanza utafakari. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri na ajalie matendo yetu yaendane na vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yakiwa ni mabaya kwa nia zetu za kukusudia tuyafanye, basi tuyaache. Yakiwa ni mazuri na kheri kwetu kwa nia zetu ya kufanya, tuyafanye kwa nguvu zetu zote. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Mzangu Waislamu, kwa kuwa muda umekwenda, nimalizie tuna aya. Mwenyezi Mungu anasema man amila salihan fal nafsihi wa man asaa fa alayha. Yeyote mwenye kulifanya zuri ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, na mwenye kulifanya baya ni dhidi yake mwenyewe. Angalia, fa alayhi man amila salihan fal nafsihi wa man asaa fa alayhi. Hii ndio balagha na uzuri wa lugha ya Kiarabu na balagha ya Qur'an. Ukisema alaika anni, yani dhidi ya achana nami. Hadha laka, hadha alaika, tofauti. Dhidi yako, chako. Kwa lazima tujue balagha. Sasa kwenye ubaya likaja alaihi, kwenye uzuri fali nafsi ikaja lamu iliyoambatana na faili. Fali nafsihi, lam
Fi'li ikaondoka, ikaja masdar inayofanya kazi ya fi'li, na ikawa pale ni mudhafu na mudhafu ilayhi. Na hizi lamu zimegawanyika sehemu 9. Kuna ile lamu muzahlafa na muzahlafa na ibtidaia. Hapa ikaja lamu jar. Tuache sasa. Akasema yoyote mwenye kulifanya zuri ni kwake mwenyewe na baya dhidi yake mwenyewe. Isifike mahala kila mmoja akalalama kwa baya lake, akasema Mwenyezi Mungu na ilikuwa kadha wa kadha wa kadha. Hapana, tayari ushaelekezwa. Ulifanyalo ni dhidi yako mwenyewe. Lakini pia Mwenyezi Mungu ametupa akili. Hakuna hata mmoja anayejua kuwa zina ni haramu, kamari ni haramu, bangi ni haramu, pombe ni haramu, eti kujua kwake haramu ameenda chuo ndo akajua. Hapana, hata usipokwenda chuo bado wewe unajua uharamu wa vitu hivi, una haki ya kuepukana navyo. Lakini pale unapoyafanya majambo yetu yote, elewa kwa Mwenyezi Mungu anasema unapolifanya likiwa ni zuri ni lako, wala Mungu alihitaji ile zuri ulifanyalo wewe, na likiwa baya ni dhidi yako. Kuna watu ufanya majambo uona kana kwamba Mungu anahitaji sana haya majambo. Lia kwenye ibada yako, furahia kwenye ibada yako, fanya yote kwenye ibada yako, lakini ni kwa ajili yako mwenyewe. Lakini fanya mabaya, unasema mimi namkomoa Mungu kwa ya mabaya, wala Mwenyezi Mungu mkomoi kwa chochote, ni dhidi yako mwenyewe. Ifike mahala kwa kujua sisi ni wanadamu, na wanadamu tumeumbwa na tumwa ni Mwenyezi Mungu. Ipo siku moja utaondoka, utarudi kwake. Kurudi kwako wewe kwake Mwenyezi Mungu, una majibu gani ya kumwambia Mwenyezi Mungu pale utakapoulizwa kuhusu matendo yetu? Kila mmoja ukimuuliza atakwambia ni kwa kadha wa kadha wa kadha, mwingine akasema kadha wa kadha, lakini mwingine atatamani aongezewe masiku aendelee kuishi duniani ili labda uenda akayafanya mema. Hata ukipewa miaka 500, kama wewe ni hamna, ni hamna. Kikubwa na cha msingi, yote tuyafanyayo tuangalie mwisho wake kuna nini. Kama kuna kheri tuyafanye ni kwa faida yetu wenyewe, lakini kama kuna shari tuyaache pia ni kwa faida yetu wenyewe. Isifike mahala kila mmoja akalia na kulalama akaona ameonewa, kama ilivyokuwa yule mwanamama wakati Mwenyezi Mungu amemchukua mwanawe, alikuwa ni kipenzi chake, anampenda sana. Akaona Mwenyezi Mungu ana haki ya kumuua mwanawe, ana haki ya kumchukua mwanawe, akalia sana mpaka malaloni akaenda yule mwanamama. Ikawa anagaragara analia, mwanangu, mwanangu, kwa nini amekufa mwanangu? Bado kadha wa kadha wa kadha, kwa mapenzi yaliyokuwa nayo mama kwa mtoto wake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapita, anamuona mwanamama analia sana kwenye kabri la mwanawe. Anakwenda anamsemeza yule mwanamama, akumjua kama ni mtume, akamwambia alaika anni, achana na mimi, wewe unajua alionikuta. Huyu ndio mwanamama. Baadaye anakwenda anamwambia mwanamama, unamjua aliyekuuliza? Asema hapana, yule ni Rasulullah, ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwanamama anasema anakimbia kwenda kumfuata mtume. Anafika nyumbani kwake mtume, hakuna mlinzi wala hakuna geti, moja kwa moja mpaka kwa mtume. Anamwambia mtume, nisamehe sana, nilichokifanya ni makosa, sikujua kama ni wewe. Mtume akamwambia, innama as-sabru inda sadamatil ula, umefeli. Pale
Kila nilipokufuata nikakwambia ndio itakiwa uwe na subira. Ulibeba limetokea, aliyefanya ni Mwenyezi Mungu, na haya ndio maisha ya mwanadamu. Kila mmoja ataondoka. Tumejiandaje kwa safari yetu? Kwa haya matendo tuyatendayo, mwisho wake nini? Ndugu zangu sana, nimalizie kwa maneno ya Malenga. Malenga anasema ara al-ayyama tamdi wa tusru fi khutaha, hadha al-umru yamdi fi irtihali, famawtun thumma qabrun thumma ba'thun, la amruka innahu haqul maqali, fa ayna baqauna fi dunya dahra wa ayna al-aishu fi jahin wa mali, wa ma dunya siwa la'ibin wa lahwi, biha nabni qusura min ramali, fa ayna as-sabiquna maba'u jami'a, wa ayna baqauna fil ardi dhaka bina'uhum khali. Ukifa nyumba yako inabaki ni gofu. Ukiishi duniani kwa matendo tuyatendayo, dunia inakutazama, lakini wewe pia unaiona dunia. Mwanadamu anaiona dunia ni mbaya, ndio maana watu wanafika wanasema dunia leo imebadilika, dunia imekwisha. Dunia haijaisha, bali wewe ndiye umeisha, kwa sababu hujielewi. Imefika mahala Malenga anasema aturidu an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bighairi zadi. Kuna watu wanaishi duniani alafu wanatamani wakifa siku ile yeye nayo na kifuko cha mithawabu, wakati ya kuiandaa hiyo thawabu hapa kwa matendo yatendayo. Unatarajia nini? Inafika mahala kila mmoja na anabaki anasema shekhe niombe dua, watu wataomba dua mashekhe na mashehena, lakini wewe matendo yako unayotenda ulikuwa unajua mwisho wake utakuwa nini. Lazima hayo yaandae hapa kabla ya kesho. Kila ulifanyalo zingatia mwisho wake, likiwa la kheri lifanye, likiwa la shari liache. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa muda umekwenda, maneno ya Malenga siku ya tafsiri nimegusa tu hapo kidogo. Cha msingi tuzingatie kwenye matendo yote tuyatendayo, yakiwa na kheri kwetu tuyafanye, yakiwa yana shari kwetu tuache. Shari sio ya kwetu, kheri ndiyo ya kwetu. Hata kutembea kwako, unavyotembea, mwisho wa kutembea kwako kuna nini? Leo kuna watu wanatembea wananemba, suruali yake ukiitazama imefika makalioni, akiona ardhi yote ni ya kwake. Haelewi kule Mwenyezi Mungu anasema la tamshi fil ardi, lakini yeye anaona ndio kwanza ardhi ameikamata kwa sababu ya jinsi lake, kwa sababu ya fedha yake, kwa sababu ya cheo chake na nafasi yake na jinsi alivyo. Lakini leo ipo siku, kwa hivyo anavyofanya, mwisho wake nini? Mwisho wake itafika mahala na wewe utaingia kwenye ardhi, ardhi itakubana. Itasema ndio wewe ulikuwa unatembea kwa kiburi juu, sasa leo upo kwa ngumi. Leo tuliopo hapa ili joto kidogo tu, kila mmoja analalama joto kali sana. Angalia maili ngapi? Takriban kama 300 na wengine wanasema 1000, wengine mabilioni maili kwa umbali wa nini? Distance ya nini? Ya jua. Lakini joto tunalopata kila mmoja halali anahangaika na kupiga mayowe. Jenga picha na taswira, wewe ulioishi hapa, kesho kutwa, baada ya hapa umeondoka, umewekwa kwenye mwanandani, ule udongo umepaa. Joto hili na feni ipo, naona hapana. Kule kwenye udongo ile ardhi hakuna feni wala kuna nini. Na mwanadamu ilivyokuwa na mafuta, 90% mwili wa mwanadamu ni mafuta matupu. Joto na mafuta, siku chache tayari ushaweza, una thamani. Ili joto unapiga kelele ni dogo sana kwa ile joto la maisha. Baada ya hapa matendo yako ndio atakayekusaidia hapo utakapoelekea.
uone kuna feni, lakini pia uone kuna baridi. Ni wewe umejiandaje kwa matendo yatendayo. Kila tulifanyalo tuzingatie mwisho wake. Likiwa ni la kheri tulifanye, likiwa ni la shari tuliache. Leo tunaishi kwa ubaya wa matendo kwa sababu ndio wanadamu. Na usema kuwa maisha yamebadilika. Maisha hayajabadilika, wanadamu ndio tuliobadilika. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri. Atulipe juu ya matendo tuyatendayo na yao ya kheri kwetu matendo tuyatendayo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.